akasema kama unavyoona kwenye tukio hapo, hii ni foul ambayo ndani ya penalty box, hii ni penalty dhahiri shahiri. Sasa wakati mkiwa na staajabu ya mwamuzi wakati huyu hapa Boubou Traore, lakini nashangaa hata VAR hakuweza kuintervene. Mwamuzi Issa Sall wa Senegal yuko kwenye VAR, nilikuwa nategemea aweze kuintervene hapa kumwambia Boubou Traore kwamba hilo tukio ni foul, lakini wenyewe walikuwa kimya. Sasa wamelikumbusha mkasa wa kocha aliyekuwa Tanzania Adel Amroch. Nakumbuka alitoa comment ambayo ilimpa kesi CAF. Yeye alisema waamuzi wanaipendelea Morocco na wana nafasi ya kupanga waamuzi. CAF alimfungia mechi kwa sababu alitoza faini, lakini alikuja alishinda ile kesi na CAF wanaambiwa mlipe fidia. Una rais wa FIFA Gianni Infantino na rais wa CAF Patrice Motsepe. Unajiuliza why VAR haijaita tukio kama hili? Lazima utata kwa sababu hii tukio alisema kienda lingetokea kwenye box la Morocco. Baka Job au Mwamnyeto alimsukuma hivi mchezaji wa Morocco, ilikuwa penalty bila VAR. Kuna reaction ambayo wachezaji wetu walipaswa kuifanya zaidi ya kile walichofanya jana kwenye kuhamasisha zaidi kwamba hili tukio kwa mwamuzi, au hapo ndipo sheria ilibidi iwe vile. Walijaribu, lakini nadhani kulikuwa na jitihada za ziada za kutishia hata kutokuendelea mchezo. Ni kama ushaisha mchezo. Kwamba mpira labda mmeupata, badala ya kucheza mnautoa nje, mnafuata tena kumsisitiza bana kule vipi wafuatilia vyumbani. Kwa maana tukio lenyewe halina utata kama litarudiwa kwenye VAR, kwa maana ikisaidizi wa video ndicho ambacho sisi tunapata. Inawezekana wewe uwanjani hujakiona vizuri, ule nao walokaa kwenye hizo nani hawajaona, kwa sababu unaangalia tukio wala alihitaji mtu aliyosomea sana urefari kwa maana kwenye video kuweza kuona kama hili ni kosa au sio kosa. Kwa hiyo kwa wachezaji